Mimi naomba niishie masharti mawili haya ambayo ni ya msingi katika masharti ya wakfu. Sasa kuna shurutul waqif, masharti ya anayeweka wakfu. Haya ndio tumesema kwamba hizi ndio sheria ya wakfu. Umar ibn al-Khattab imeguswa hapa sana alipopewa ruhusa na Mtume sallallahu alayhi wasallam ile ardhi aliyopata kule Khaybar kwamba aitoe wakfu. Aliweka wakfu alafu akaweka masharti yake. Katika masharti aliyoweka Umar ibn Khattab ni masharti ambayo leo hii imekuwa vitu vya msingi katika wakfu. Ndio wanasema kwamba ni masharti ambayo yapo ndani ya muktadha wa mkataba wa wakfu. Sema hii isiuzwe, isirithiwe, isitolewe hiba, nini, hayo yote masharti Umar aliyaweka, lakini ndio masharti ya wakfu. Lakini pia aliweka sharti la msimamizi wa wakfu. Aliweka kwa mtoto wake Hafsa, na baada ya kuondoka Hafsa wasimamie watoto wa Hafsa. Yani kizazi cha Hafsa ndio kiendelee kusimamia wakfu yake ile. Sasa sijui kama mpaka leo bado hiyo wakfu ipo ama vipi, kwa sababu tunaambiwa kuna wakfu ya Uthmani mpaka leo ipo na mambo kama haya. Sasa hii ndio ile tunayoizungumza, nguvu ya aliyetoa wakfu katika wakfu yake. Kuna baadhi ya watu anahisi yeye akitoa wakfu lazima akaipeleke hiyo wakfu msikitini au akaipeleke kwenye taasisi ya Kiislamu. Tunasema ni vizuri ukipeleka kwenye taasisi ya Kiislamu kwa sababu wao ndio wanashughulika na mambo ya huduma kwa Waislamu, inaweza kawa vizuri, lakini sio lazima. Na inawezekana, na hapa kuna kipengele kingine kwamba kuna nguzo za wakfu alafu kuna wahusika wa wakfu. Wahusika wa wakfu wako 4 wanafika mpaka 5 kama itakuwa sijakosea. Kwanza kuna mtoa wakfu, pili kuna mpewa wakfu, 3 kuna msimamizi wa wakfu, 4 kuna mamlaka. Ni 4 sio 5. Hawa watu 4 wahusika wa wakfu. Mtoa wakfu ana mamlaka kisheria, yeye ndio kuchagua nani asimamie wakfu yake. Mtoa wakfu kisheria yeye ndio ana mamlaka ya kuchagua wakfu yake iwe kwa manufaa ya nani. Halafu mamlaka inaweza kuingia hapo ikafanya tofauti na alivyotaka mweka wakfu, kama mweka wakfu atakuwa ameondoka au atakuwa anakosea namna ya kufanya. Katika nchi ambazo zina wizara za wakfu tunasema mamlaka itakuwa ni serikali. Lakini katika nchi kama za kwetu mamlaka itakuwa ni kama zile taasisi kubwa, kama ile taasisi alikuwa anaizungumza Sheikh Kasim hapa, kwamba mtoa wakfu kama hivyo ameondoka kwenye dunia, aliyebaki ni msimamiaji wa wakfu. Akaonekana msimamiaji wa wakfu anaifanya vibaya wakfu yake, anayeweza kuingilia kati ni mamlaka. Sasa mamlaka ima iwe serikali au iwe ni taasisi ambayo inakubalika, ambayo imepewa nguvu hizo za kimamlaka. Kwa hiyo hii taasisi lazima tuwe nayo. Hapa ndio angalau tunaweza tukatatua lile tatizo la mwanzo la kwamba mali za wakfu zinavurugwa. Sasa hiyo taasisi lazima iwe na nguvu. Sasa taasisi inaweza ikawa mnufaika wa wakfu au ikawa msimamizi wa wakfu. Moja katika makosa mengine ambayo yapo, mtoa wakfu anapeleka nyumba msikitini au kwenye taasisi yoyote ile ya Kiislamu bila kuainisha kwamba wakfu yake kwa manufaa ya nani. Yeye anafika tu, jamani mimi nimeleta nyumba yangu hii ni wakfu, anaandikishwa pale wakfu, tupe hati zako, anatoa hati, ana nini na mkataba pale unaandikwa, taasisi ile inakwenda inabadilisha hati, wamemaliza. Aliyetoa wakfu hajui wakfu ile ni kwa manufaa ya nani, na taasisi pia haijui wakfu hii kwa manufaa ya nani. Kwa hiyo taasisi inaamua yenyewe tu. Naweza kawa hiyo ya kumlipa tu
mwenyekiti wa taasisi hiyo, basi ikawa imeishia hapo. Sasa watu wanaotoa wakfu lazima wajue kwamba wao ndio wanatakiwa kuainisha nani mnufaika wa wakfu, na taasisi uiambie kwamba taasisi wewe ni msimamizi, sio mnufaika. Au viongozi wetu wa taasisi wawaelekeze watu wanapopeleka wakfu zao, na waulize swali, unatupa sisi wakfu kama wanufaika au kama wasimamizi? Akiainisha kwamba nyinyi ni wanufaika, maana yake hiyo wakfu itakuwa ni kwa ajili ya hiyo taasisi, kwa manufaa ya hiyo taasisi, wataitumia pale ambapo inaonekana kwamba itakuwa inafanya vizuri. Wakisema nyinyi ni wasimamizi, muulizeni unawalenga kina nani? Wanufaika wa wakfu yako ni kina nani? Yeye ndo ainisha. Akisema hapa mimi sijui, nyinyi mtakavyoona, taasisi hapo itakuwa imepata ruksa ya kuipeleka au ya kuwafanya kundi lolote katika jamii ya Kiislamu kwamba ndio wanufaika. Matatizo ya kutoa wakfu bila kuainisha taasisi kwamba ni msimamizi au ni mnufaika, ndio baadaye anakuja kuleta malalamiko kwamba wakfu yetu inatumika vibaya. Kwani wewe ulivyoipeleka kwenye taasisi ile ulisema wanufaika ni kina nani? Tuna watu sasa hivi wanabadilisha magari tu kwenye taasisi, si ndio? Ile wakfu upeleka kwenye taasisi, wewe ulisema kwamba wapewe kina nani? Maana yake ile wakfu ni umeitoa kwenye taasisi. Kwa hiyo imekuwa taasisi ni wasimamizi, taasisi ni wanufaika. Kwa hiyo acha watu wanunue magari. Lakini kama utaainisha alafu ukaona watu wanakwenda kinyume, ndio pale tunasema kwamba nguvu za kisheria zinarudi kwako kuamua cha kufanya. Kwa hiyo shurutul waqf kama hazitapingana na sheria ya Kiislamu, basi hiyo ndio sheria ya wakfu, na watu wote wanaotoa wakfu lazima wawe macho katika hili. Na hapa ndio kunapokaa matatizo mengi ya wakfu. Kazi za msimamizi wa wakfu nitazitaja kwa haraka na nitaishia hapa. Msimamizi wa wakfu kazi yake kwanza ni kuilinda ile wakfu. Kama ni kitu ambacho kinahitaji matengenezo, msimamizi wa wakfu anawajibika kufanya matengenezo kwenye hiyo wakfu. Na si lazima afanye matengenezo kwa pesa zake, anafanya matengenezo kwa pesa za hiyo wakfu, kama ni wakfu ambayo inaingiza hela. Kisha kupeleka manufaa ya wakfu hiyo kwa wale walioainishwa na mtoa wakfu. Na ikitokea hatuna mamlaka, ikitokea kwamba hatuna mamlaka, wakfu iliyotolewa imefikia hatua inataka kuharibika, msimamizi wa wakfu anayo ruhusa kisheria kuibadilisha wakfu hiyo ili ipatikane wakfu nyingine ambayo itakuwa ina uwezo wa kuendelea. Kwa mfano, mtu katoa nyumba inapitiwa na barabara, lakini sasa kuna fidia zinatolewa na serikali. Sasa hizi fidia zisiwe tena zinaingia msikitini, zinaisha msikitini. Hii fidia inatakiwa itoke pale, iende ikatengeneze wakfu sehemu nyingine inayofanana na ile. Nakumbuka kuna siku moja nilizungumza na kiongozi mmoja wa wakfu Zanzibar. Kuna sehemu, kuna msikiti mmoja mkubwa umejengwa, pembeni yake tu kuna kamsikiti kadogo. Nikamwambia, huu msikiti mdogo kwa nini usivunjwe? Watu wakabaki kwenye msikiti mkubwa. Akasema huu msikiti hauwezi kuvunjwa kwa sababu msikiti huu ni wakfu. Anayetaka kuuvunja huu msikiti, maana yake inabidi alete pesa za kwenda kuujenga msikiti kama huu sehemu nyingine, alafu huu ndio uvunjwe. Hivi ndivyo wakfu zinavyokwenda. Sio wakfu inauzwa alafu pesa zinapotea. Wakfu lazima iletewe mbadala wake, na hili jambo anaweza kulifanya msimamizi wa wakfu, hili jambo anaweza kalifanya mamlaka ambayo inasimamia wakfu, au anaweza kalifanya mwenyewe aliyotoa wakfu kama atakuwa yupo. Ndugu zangu katika imani, sheria zinazohusiana na wakfu ni nyingi sana, hatuwezi kuzungumza kwa nusu saa hii, lakini nimalizie kipengele cha mwisho. Msimamizi wa wakfu sifa zake anatakiwa kuwa mwadilifu, uadilifu wa dhahiri, uadilifu ule wa Kiislamu. Uadilifu wa Kiislamu ni ule kwamba mtu hajaonekana
akifanya mambo madhambi makubwa makubwa waziwazi. Hii masturul hal, kwamba tunamuona amevaa kanzu yake anaingia msikitini, huyu mwadilifu. Kama anayapaka huko siri huko, sisi hayo hatuyajui. Lakini pia awe ana uwezo wa kusimamia. Al-kifaya, kifaya ni uwezo wa kusimamia. Huwezi kutoa wakfu ya kiwanda alafu ukamweka msimamizi mtu ambaye ameishia darasa la 7. Kiwanda kinatakiwa kuendeshwa, kinatakiwa kusimamiwa. Kampuni ya mapesa mengi unampa mtu unampa imamu wa msikiti kampuni asimamie. So kweli hapa sawa, imamu ni mtu mkubwa, ni kiongozi, lakini kila mmoja na mahala pake. Kifaya yake yeye kuswalisha, lakini kwenye kampuni kuna watu ambao wana kifaya kusimamia kampuni. Kila mmoja ana kifaya kwa mujibu wa taaluma. Kwa hiyo msimamizi lazima aangaliwe, huyu msimamizi tunayempa hii wakfu aisimamie, anayo kifaya ya kuisimamia. Lakini sharti lile la msingi la siku zote ambalo ndio kubwa kuliko yote ni Uislamu. Wakfu ya Waislamu inasimamiwa na Waislamu wenyewe. Maajabu kusikia wakfu, mtu katoa wakfu alafu anajitokeza mtu asiyekuwa Muislamu anadai kwamba hiyo wakfu aliachiwa yeye. Hili ni jambo ambalo kina Sheikh Kasim kwenye taasisi waandae mambo vizuri ya kisheria ili kudhibiti mambo hayo. Msimamizi wa wakfu, tunamalizia, sio mmiliki wa wakfu. Mnufaika wa wakfu sio mmiliki wa wakfu. Mmiliki wa wakfu kwa kauli rajih ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo itabaki wakfu au inatakiwa kubaki wakfu katika maslahi ya jamii ya Kiislamu. Nguvu za kisheria kapewa mtoa wakfu kwa sababu mali ni ya kwake, na manufaa yanayokusudiwa ya aina mbili, yeye anahusika na nusu ya maslahi hayo, kwa sababu wakfu ina maslahi ya kithawabu, ina maslahi ya kijamii ambayo ni yale manufaa yanayopewa wale watu ambao wamekusudiwa wakfu. Kwa hiyo mtoa wakfu yeye kapewa nguvu kwa kulinda maslahi yake ya kithawabu, kwa sababu asipopewa nguvu yeye thawabu zake zitaisha. Nyumba zote 40 zilizouzwa hizo, maana yake thawabu zimeshakatika kwa wale watoa wakfu. Lakini leo tunakuta kuna wakfu ya Uthman bin Affan mpaka leo bado ipo, thawabu zinaenda. Za bibi zetu hapa Kariakoo juzi tu thawabu zimekatika kwa sababu ya watu kufanya tasarrufi mbaya katika mali za wakfu. Mimi nitoe mwisho kabisa, kuna kitu nataka nikizungumze hapa kwenye kifayatul ulama, kujitosheleza wanaochuoni. Ndugu zangu, walimu wa madrasa, mashekhe, maimamu wako kwenye hali ngumu sana, na hali ngumu yenyewe inasababishwa kukosekana wakfu kwa ajili yao, na wala si jambo kubwa. Waislamu wapo ambao wana uwezo wa kuweka wakfu kwa ajili ya mashekhe na maimamu na walimu wa madrasa. Tuna mwenzetu amepata matatizo ya ghafla tujikuta haoni, na klipu yake imetembea na watu wameiona. Channel 10 walikwenda kumrekodi, ikaruka, kapoteza macho. Alivyokwenda kupimwa akaonekana kwamba ana uvimbe kwenye ubongo. Imamu wa msikiti, mwalimu wa watoto wa Kiislamu katika eneo lake. Alivyokwenda kupimwa akaambiwa, wewe inabidi lazima ufanyiwe operation ya kichwa, huu uvimbe utolewe. Lakini katika vipimo akagundulika pia ana nyama kwenye pua kiasi ambacho hawezi kupumua vizuri. Akaambiwa, sasa wewe itabidi ufanyiwe operation kwanza ya pua, nyama hizi zitolewe ili upumue katika hali ya kawaida, ndio uje ufanyiwe operation ya kichwa kuondolewa uvimbe. Operation ya pua hiyo inahitaji 2 milioni. Wallahi huu ni mwezi wa ngapi hajapata yule mtu, bado anateseka. Waislamu tunachangia mipira, wallahi. Mtu anateseka kwa 2 milioni. Mwalimu wa madrasa, imamu wa msikiti, taarifa zimetoka, Waislamu wameziona, mtu bado anateseka mpaka leo. Assalamu alaikum.